Wakati umefika huko Canada. Wakati umefika wewe una hela. Wakati umefika wewe una nyumba. Manake wakati wako nasoma. Lakini wewe Januari mpaka Disemba maisha yale yale. Kuanzia mwaka 2001 mpaka 2026. Badala maisha yawe mazuri yanazidi kuwa mabaya. Manake huwezi kuingia, huwezi kutoka. Wengine ulianza nao wamekuacha mbali. Wao ni matajiri wakubwa, wewe ni maskini wa kutupwa. Manake uko nje. Haleluya. Haleluya. Nataka uelewe, uchomoke hapo. Siku zote hauwezi kumiliki chochote. Labda umemiliki sana smartphone. Smartphone yenyewe ya kukopa. Yes. Siku moja nimeenda pale picha ya ndege. Sasa nikashangaa wamama wamejaa wengi. Kasema hapa kuna kumbe wanakopesha simu. Bwana wamejaa hapo. Ndio. Sasa bahati mbaya wakisha kopa hiyo simu inakuwa kaburi la kutosha. Maana asipolipa haina mawasiliano. Alafu kwa kukosa akili hawajui. Ile simu unayokopa ukienda dukani unanunua 1,500,000. Ukikopa ile simu unanunua kwa 300,000. Kwa kuwa elimu hawana, wanafikiri kukopa simu ndio unafuu. Kumbe ndio wanaingia kwenye gereza kubwa. Kuna watu leo ndoa zimevurugika kwa madeni ya simu. Kuna watu leo wana madeni kibao kwa madeni ya simu. Yaani wameondoa tatizo, wameongeza tatizo mara tatizo. Na hao ni wengi mno. Kwa sababu hawajui adui amewafungia mlango wa elimu. Ndio maana wanasema ukikataa elimu jaribu ujinga. Ujinga ndio unao kuingiza kwenye deni la simu. Alafu hiyo simu unayoingia inataka bando. Maana naona unataka uchati, unataka bando, unataka uangalie umbea, inataka bando. Na hili bando zuri likae linaanzia la 5,000. Na 5,000 ukiweka kwa ajili ya kuchati sana, maana unapoingia kwenye kuchati unapata hamu. Umemwona siji nani? Sepetu kajifungua, unataka habari zake. Kumbe bando linaondoka hapo. Bando linaondoka hapo. Unachanga umeweka 5,000 mpaka jioni imeisha. Na habari ya Sepetu haijaisha. Inabidi ukope tena uingie ili uone habari ya Sepetu. Umekopa tena 5,000. 5,000 na 5,000 kwa siku unatumia 10,000. Simu yenyewe inatakiwa kwa wiki ulipe 2,000. Maanake kwa siku umetumia 10,000. Kwa siku wa wiki moja umetumia 70,000. Umerudisha salio la simu sije 2,000. Piga mara miezi 6. Hela nyingi sana. Umenunua simu ya shilingi ngapi? Lakini kwa sababu mlango wa elimu umefungwa, ujue umetumia hela nyingi mno. Kwa sababu mlango wa elimu umefungwa. Muulize mwenzio ile simu umelipa? Simu umelipa. Maana hiyo imekula kwako. Wajanja wamekuingiza chaka. Umasikini hautakaa uondoke kwa wajinga. Umasikini hautaondoka kwa wajinga. Kwa sababu mlango wa elimu umefungwa. Sikiliza mtu wa Mungu. Ni heri ukae na kiswaswadu chako cha 10,000. Ile ukipiga simu watu wanapokea. Matumizi ya simu kiswaswadu kinatosha. Unapiga unapigiwa. Ya nini uingie kwenye madeni wakati hakuna sababu? Mmenielewa? Lakini adui anafanya huo. Niliwaambia yeye ni mtaalamu wa teknoloji. Anajua jinsi ya kuwafanya watu wasiinuke. Anajua jinsi ya kuwafanya watu wawe masikini, ili uende ukamtumikie yule aliyempa hela ili wewe mtumwa wake.
Baba tumilike. Shangwe kwa Bwana Yesu kwa elimu. Nimekwambia hawa jamaa wana roho mbaya kuliko hata shetani mwenyewe. Wanadili na maisha yako kila siku. Leo kuna ndoa imevunjika sababu ya simu. Leo wewe unaenda unachukua simu ya mkeo, unakuta na chati na mtu mwingine, kwa sababu kilichotumika ni simu. Unakuta mtu anatumiwa mabando, umjue anayemtumia bando, kumbe kuna mtu anatuma bando kwa ajili ya simu ya mabando. Imebidi atafute mtu wa kumwekea bando, maana bila mtu wa kumwekea bando hawezi kumpata yule wa kumkumbusha rejesho. Kwa hiyo kuna wabando, kuna warejesho, kuna wanguo mpya, kuna wavikoba. Sasa hapo unatokaje hapo? Unatokaje hapo? Unabadilishaje maisha hapo? Haiwezekani. Kila ukiamka ni madeni yanaongezeka. Mwisho wake watu wanakuja kuvunja vitu vya ndani wanauza. Maisha yanakuwa mabaya kwa sababu ya ujinga. Kwa nini? Yuko nje ya mchezo. Waswahili wanasema laya ngoma ingia ucheze. Sasa shetani akuruhusu uingie kwenye mchezo. Yeye anataka kila siku wainuliwe wanaomuinua yeye. Wewe unajifanya umtaki kanje, na ndio maana unatabika kila siku. Mafuta umekanyaga, kisima cha moto umeenda, umekula keki siji kutoka Israeli, umekula siji na zabibu, umebeba na jiwe siji la Israeli, umebeba siji na udongo wa wapi, umeweka huko ndani. Maisha yabadiliki. Nakwambiaje? Uko nje ya mchezo. Kama uko nje ya mchezo, siku moja kuna mtu akanitumia nataka mchango. Nikamuuliza, sasa si unipe namba? Akasema usitume kwenye namba hii. Nikamuuliza vipi? Nadaiwa. Unadaiwa na nani? Anadaiwa na Yasi. Sasa nikamwambia kwa staili hii, hata hii hela nikikupa, huo mchango utaenda kweli? Maana yeyote anayeishi kwa madeni, ujue uaminifu haupo. Yaani mtu wa madeni, yeye huwa yapunguzaji, yanaongezekaga madeni. Akikopa huko anakopa huko, akikopa huko anakopa huko, mwisho anaanza kuua na wakuua na kilio juu. Amina. Sasa huyu yuko nje, anaingiaje hapa? Lakini leo kuna mtu anaingia. Jamani, mimi ingawa wa mama, siku moja nilikutana na mama mmoja na mua. Sasa shikilia, yule mua bwana kakasirika. Anamwambia mama, sikiliza, mimi hapa nataka hela yangu, usiniambie lolote. Kumbe yule mama alitaka mua wamalizane. Ni mke wa mtu, ni mama wa watu. Kamkopa yule mua, maana ilibidi niulize, maana utata ulikuwa mkubwa. Akanambia amemkopa chupa ya chai, amemkopa mkeka, kamkopa jiko, kamkopa feni, kamkopa pasi. Sasa ni rahisi tu, kila wiki anatakuwa lipe 5,000. Yule mama katoa 5,000 mara 3. Kila siku akija ni Kiswahili, kumbe analake jambo. Umeona, tayari huyu anaingia kwenye tatizo akifikiri anamaliza tatizo. Hivi kwani lazima ukope?
Kwani ukijipepea baridi upati? Si ujipepee mpaka upate hela ya feni? Kuna lazima kuingia kwenye deni? Yani iko hivi. Unajua wanawake wa sasa hivi hawajielewi. Zamani wa mama zetu walikuwa wanatengeneza vipepeo vya makaratasi. Tena unajikuta amekaa na jipepea. Baba amekuja kazini na kiti chake cha uvivu amekaa, basi anajipepea. Alafu sasa kale kapepeo ameandikwa kabisa. Sema baba. Simalizi huko. Lakini leo hata kusuka ukili ujui, hata kutengeneza kipepeo ujui. Mwisho na mkopa mua feni kulipa uwezi. Kwani ilikuwa nini? Ungejua kutengeneza kipepeo ungekopa? Si ungeenda kununua ukili bei rahisi pale, ukatengeneza, ukapepea mumeo, ukajipepea na mwenyewe, na deni lisinge kuwepo. Kwa sababu mlango wa elimu umefungwa, uelewi. Unaingia kwenye madeni, mwisho wake unataka kumalizana. Nakwambia, ukitaka kujua siri za wake za watu, waulize bodaboda. Bodaboda wanawajua vizuri. Anamjua anayemlipia vikoba, anamjua. Anamjua anayemlipia vocha, anamjua. Anamjua anayemlipia sijui kaushagamu, anamjua. Bodaboda. Na huyo bodaboda ili amalizane naye, anamalizana naye ili awetunza siri wake. Wanawake Mungu anawaona. Mungu anawaona. Na wanaume nao hivyo hivyo. Anaye huku wa kumfulia suti, anaye huku wa kumpetipeti. Maana akirudi nyumbani kuna zogo, kuna kelele. Sasa na bodaboda naye wote anawajua. Kwa hiyo bodaboda na kuna nusu ya mshahara wa baba ili asitoe siri. Ndio maana leo bodaboda wenye akili wanajenga kwa ajili ya hela za wajinga. Siri zote wanajua. Na bodaboda anajua siri za mama na siri za baba. Wote anajua. Sasa jiulize, hapo kuna ndoa? Hapo kuna watoto sahihi? Ndio maana watoto 5, 3, 4 wote sio wa kwako. Wewe niangalie tu, wewe msiondoe siri. Kwa nini? Uko nje. Ungelikuwa ndani, ungejua ndoa iheshimiwe na watu wote. Na watu waseme amina. Hawa jamaa wana roho mbaya. Yaani hawa kama ni waharibifu ni hawa. Yaani wanaharibu maisha kweli. Tayari baba anagharamika na mtoto mwanafunzi. Mwanafunzi huyu ana bodaboda kwa ajili ya usafiri, ana kondakta kwa ajili ya usafiri, ana dereva kwa ajili ya usafiri. Jamani, ana mwalimu kwa ajili ya amfanye afaulu. Hawa ndio waharibifu vibaya, wana roho mbaya kuliko baba yao shetani. Yaani hawa jamani wabaya. Watawala hawajawahi kukuacha salama. Hawajawahi. Unajiuliza, kila ukianzisha biashara inakufa. Hawa jamaa wanapiga. Yaani wanakaba mpaka penalty. Wanachotaka uwe maskini. Uingie, utoke. Simama.